isingekuwa rahisi. Yani yeye aingie tu anafungwa kizembe, ni vitu ambavyo haviwezekani. Mtazamaji, tunaelekea katika mchezo mkubwa wa Yanga dhidi ya Azam FC na nipo na miongoni mwa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans, ambaye ni miongoni mwa mashabiki ambaye anaanikiza kwamba hatopeleka timu uwanjani, na ipo hivyo. Tumeona na uongozi wa Yanga ukisema hivyo, lakini kubwa zaidi ni kuelekea katika mchezo dhidi ya wao Kamikate Azam FC. Mlianza siku ya jana kwa ushindi mwembamba sana dhidi ya Coastal Union. Mlikuwa mnawekeza nguvu au Coast kuna sehemu waliwaweza zaidi? Kwanza wapongeze Coastal Union, usiwaandaleti kiasi hicho, kwa sababu kama ligi ya Tanzania ina timu 16, maana yake timu zote zinahitaji kuendelea kusalia kwenye ligi, na timu nyingine zote zinajipanga na zenyewe kwamba kama tusipotoa ubingwa basi tukashiriki michuano ya kimataifa. Coastal Union ni timu ambayo imekutana na Young Africans mara 3 kwenye msimu mmoja, amekutana naye kwenye ligi mara 2 na kombe la CRDB mara 1. Kwa hiyo isingekuwa rahisi, yani yeye aingie tu anafungwa kizembe, ni vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo mimi nadhani kabla hujamuandaleti Young Africans kwa kupata ushindi wa goli 1, basi mpongeze Coastal Union kwa mpango mkakati alioingia nao. Kozi kuna timu ilikimbia haikuleta timu uwanjani, na baadhi ya timu zilipata goli 6, goli 7, goli 5, goli 4. Ni kwa nini? Ni kwa sababu walishindwa kuwa respect Young Africans, na Coastal Union akagundua kwamba Young Africans usipoingia na umakini mkubwa anaweza kukuadhibu kwa idadi kubwa ya magoli. Kwa mpango mkakati wa Coastal Union, kwanza wasifungwe, hata kama wakifungwa basi isiwe wamepoteza kwa magoli mengi. Unajua unapokuwa umefungwa goli 1, maana yake ni kwamba wewe unakuwa na nafasi, unakuwa unajituma, unapambana kadri uwezavyo. Dakika 90 zikitamatika, at least na wewe uone uwe umeshapata chochote kitu, kwa sababu kama mpinzani wako amepata goli 1 ni rahisi sana na wewe kulirudisha goli 1, lakini ukishapigwa goli 2 mpaka 3 mpaka 4 inakukatisha tamaa hata wewe mwenyewe. Kwa hiyo kabla sijawaandaleti Young Africans kwa kupata goli 1 ambao watu wengi wanauita ushindi mwembamba, ili hali goli 1 linakupatia pointi 3, naomba niwapongeze Coastal Union kwa kile walichokifanya. Ken Gold alikula goli 6, KMC alikula goli 6, na baadhi ya vilabu vingine vilikula goli nyingi tu. Kwa hiyo Coastal Union kwanza haijawahi kuwa bato ndogo dhidi ya Young Africans pale anapokutana na Young Africans. Pamoja na kwamba Young Africans huwa anapata matokeo mbele ya Coastal Union, ila huwa anayapata kwa kustruggle sana. Kwa hiyo mimi nadhani yote kwa yote cha muhimu kilikuwa ni pointi 3. Tumeweza kuondoka na pointi 3 ni muhimu ambazo zinatufanya tupate mwanga wa kuifesi mechi dhidi ya Azam FC. Kituo kinachofuata ni Chamanzi majira saa 1 kamili za usiku dhidi ya Kamikate Azam FC ambaye ametoka kujeruhiwa na Singida Black Stars. Unadhani mchezo huo unauona mnakwenda kuokota alama zingine 3 na kuendelea kusalia katika nafasi ya kwanza, ama unakwenda kuwa mchezo namna gani? Azam FC kumfunga Young Africans game ya kwanza haimaanishi kwamba Azam FC alikuwa ni bora kuliko Young Africans, lakini ni hesabu unakosea padogo tu, na sio kwamba yule anaikuwa amepata matokeo mbele yako basi yeye alikuwa hana makosa kwenye hiyo mechi na ukashindwa kupata matokeo, ila makosa ya mpinzani wako wewe unakuwa umeshindwa kunufaika nayo. Na kutolea mifano, mimi huwa ni mtu wa mifano kidogo, napenda sana. Tunafahamu kwamba mtu hapo ndipo unapotakiwa kutafakari uwezo wa mwalimu. Ninapomkosa mchezaji fulani ambaye ni muhimili pale kwenye eneo fulani, natakiwa nitumie mbinu gani kupata matokeo? Ndio kitu ambacho kinamkosti Pep Guardiola sasa hivi. Tangu ameumia Rodri mpaka leo Manchester City imekuwa ni timu ambayo haina uhakika wa mechi anazokuwa anacheza, kwamba tukishinda leo hawana uhakika na mechi inayofuata kwamba tunaenda kushinda ama kupoteza. Hiyo yote ni kumtengeneza mchezaji mmoja kuwa muhimili wa timu nzima. Kwa hiyo mimi nadhani jana ameumia Harold Yaucho, na kocha Mirudi ameona kwamba tayari sina asilimia kubwa za kumtegemea Harold Yaucho kwenye mechi inayofuata. Anaweza kuitafuta kuanzia jana, ndipo alipoanza kuiandaa mechi ya Azam baada ya kugundua Harold Yaucho ameumia. Ataingia vipi dhidi ya Azam ambao wamekuwa na viungo hatari pale katikati? Unamzungumzia Faisal Salum, unamzungumzia James Yakamiko, akina Mtasingwa na akina Yahya Zaid. Au wote ni viungo wa katikati ambao wanao uwezo wa kubato na viungo wa Young Africans. Kwa hiyo anatakiwa atumie akili kubwa kocha wa Young Africans kwenda kubato na viungo wa Azam
ukilinganisha na mchezaji wake ambaye sasa hivi hataweza kumtumia kutokana na majeraha aliyoyapata. Kwa hiyo yote kwa yote tunamwachia mwalimu, kwa sababu yeye tayari tangia jana ameishapata ni jinsi gani anaweza kwenda kuingia kumface Azam. Anao wachezaji wengi, so ni yeye sasa kuweza kujua kwamba wachezaji nilionao, muhimili ulikuwa ni Khalid Aucho, naweza nikaingia na bato ya viungo katikati watano kwenye kariba ya kukaba, alafu mbele nikacheza na mshambuliaji mmoja, wakawa wanasaidiana. Kwa hiyo mimi nadhani hamna kinachoshindikana, tunamwamini mwalimu wetu, ndio maana tukamkabidhi majukumu ya kuitumikia klabu ya Young Africans.